kwa ukamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuonyesha uadilifu na uwezo mdogo wa wizara katika kusimamia sheria za nchi, kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya Juni 2012, nchi imepoteza kiasi cha dola za Marekani milioni 12,634,354.6 sawa na shilingi bilioni 19.7. Hizi ni fedha ambazo hazikukusanywa kutoka kwa makampuni ya madini kufuata sheria ya mpya ya madini ya mwaka 2010 kifungu cha 87(1) kuwa mlahaba wa 4% utozwe kabla ya makato, na badala yake mlahaba ukawa ni 3% na kutozwa baada ya makato, kinyume kabisa na sheria za nchi, na hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Kambi rasmi ya upinzani bungeni ilihoji kuhusiana na hasara hiyo ili tukaishia kubezwa, na aliyekuwa waziri aliachishwa uwaziri kutokana na sakata la escrow Mheshimiwa Sospeter Muhongo. Sekta ndogo ya gesi asilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu gesi asilia, tarehe 15 Julai 2011, kambi rasmi ya upinzani ilieleza kuwa nchi yetu imejaliwa utajiri wa gesi asilia katikati ya lindi la umaskini wa wananchi, na kwamba taifa letu lina fursa ya kuwa nchi kiongozi katika gesi Afrika na kushindana kimataifa ikiwa tutaweka mstari wa mbele uzalendo, upeo, umakini, uadilifu katika sekta ya nishati ili kuepusha taifa kukumbwa na laana ya rasilimali, yani resource case. Kama ambavyo baadhi ya nchi za Afrika zimejikuta zikikumbwa na laana hiyo kutokana na kukosekana kwa usimamizi na mipango thabiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, mapitio ya utekelezaji kwa mwaka wa fedha 2011-12 yalionyesha serikali kutochukua hatua thabiti kushughulikia ufisadi na udhaifu wa kiuongozi katika sekta ndogo ya gesi asili. Kambi rasmi ya upinzani bungeni iliitaka serikali kuweka wazi kwa Watanzania wote mikataba hiyo na mingine ambayo serikali imeisaini inayohusiana na rasilimali za taifa hili. Hadi sasa mikataba hiyo haijawekwa wazi na Watanzania kuelewa ni nani anafanya nini na mipaka ya mwekezaji katika rasilimali ni ipi na mwananchi anashiriki vipi. Kwa kuwa serikali haitaki kuiweka wazi mikataba hiyo kutokana na hofu ya kuwa ufisadi unaotokana na mikataba utajulikana kwa Watanzania, ni wakati sasa wa Tanzania kuiondoa CCM madarakani na kuweka viongozi waadilifu na ambao wataenda kusimamia rasilimali za taifa hili kwa uwazi na uadilifu wa hali ya juu. Viongozi hao wanapatikana Ukawa. Kila Mtanzania akajiandikisha ili aweze kutumia haki yake na ili aweze kuwa sehemu ya kulinda na kunufaika na rasilimali za taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, uagizaji wa mafuta ya pamoja, yani bulk oil procurement. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuepusha Watanzania kubebeshwa mzigo wa gharama kubwa ya mafuta, katika kikao cha 42 tarehe 9 Agosti 2011 kulitokea hoja ya dharura kuhusu uhaba wa mafuta baada ya michango kadhaa ya waheshimiwa wabunge, na hatimaye serikali itoa kauli yake. Baada ya mjadala huo, bunge lilifanya uamuzi, na hata hivyo hakukuwa na ufuatiliaji wa karibu baada ya maazimio. Hali hii ni moja katika kasoro kubwa ambayo kuanzia mwaka huu kambi rasmi ya upinzani itaka irekebishwe. Katika kamati zote zilizopo za kisekta, hakuna kamati ambayo inafuatilia maazimio yote ya bunge ili serikali kusimamiwa kwa zile ahadi au maazimio tunayopitisha hapa bungeni na kutoa mrejesho bungeni. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, udhaifu au uzembe huu kutokuwepo kwa mwendelezo wa ufuatiliaji wa maazimio au hoja ambazo bunge zinaazimia, na hivyo kuonekana kuwa bunge ni sawa na maji ya moto tu, lakini kadri muda unavyopita basi maji hayo yanapoa na serikali inarudi kwenye utendaji kazi wake wa business as usual. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri aliahidi mbele ya bunge kuanza kwa mpango wa utekelezaji wa uingizaji wa mafuta ya pamoja, yani bulk oil procurement, mwezi Januari 2012. Wizara ilieleza kuanza kwa utaratibu huu umeokoa kiasi gani cha pesa kilichoweza kinapotea kabla ya kuanza kutumika kwa utaratibu huu mpya, na sababu za mpango huo kushindwa kushusha bei ya mafuta kinyume na ahadi za serikali. Kauli za serikali kuhusu mgao wa umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri wa nishati na madini akiwasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka 2012-13 aliambia bunge lako tukufu kuwa hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Juni 2012 lengo la kuondoa mgao wa umeme lilifikiwa kwa 100%. Bado tunaendelea kuwepo na utata kuhusu mgao wa umeme katika maeneo mengine ya nchi, huku serikali ikikanusha kuhusu mgao wakati wa Tanzania wakiendelea kupewa nishati hiyo kwa mgao. Aidha, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka shirika la umeme TANESCO na Wizara ya Nishati na Madini kuwaambia ukweli wa Tanzania kuhusu mgao wa umeme kwa kuzingatia hali mbaya ya shirika hilo kifedha ambayo imeripotiwa na vyombo vya habari hivi karibuni. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Hayo tunayasema katika hotuba ya bajeti ya kambi ya upinzani kwa mwaka 2013-14, lakini hali hiyo ya kukatika kwa umeme bado kunaendelea takriban nchi nzima. Huu ni ushahidi wa dhahiri kuwa serikali ya CCM haiaminiki kwa ahadi wanazozitoa kwa wananchi na haiwezi kutekeleza, kwani imechoka na inastahili kupumzishwa, kwani kuendelea kuiacha ni kuliingiza taifa katika janga kuu siku za usoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni liwahi kusisitiza ushauri wa kamati ya kudumu ya nishati na madini wa kuitaka serikali kuwezesha TANESCO kumiliki mitambo yake badala ya kutegemea mitambo ya kukodi ambayo inaigharimu shirika hilo fedha nyingi zinazolipa kwa makampuni yanayomiliki kama capacity charge. Je, maagizo hayo ya kamati yametekelezwa kwa kiwango gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hoja hii kambi rasmi ya upinzani bungeni inaamini kwamba kamati ifanye uchunguzi wa swala hili kabla ya kutoa ushauri kwa serikali. Hivyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kutoa mchanganuo wa gharama ambazo TANESCO itazipata katika kusafirisha mafuta mazito ya mitambo ya kufua umeme inayojengwa Nyakato, Mwanza.